Katika dunia ya leo ambapo kila mtu ana simu ya mkononi, wengine 2, wengine 3 na wengine wanazo zaidi, kuna mtu aliyeamua kuishi tofauti. Hakukuwa na simu, hakukuwa na akaunti binafsi ya benki, hakukuwa na mali ya kujilimbikizia. Huyu ni Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, mtu ambaye angeweza kuishi kwa fahari, lakini alichagua unyenyekevu. Walio karibu naye wanasema siku moja aliwaona mapadri wakiingia ofisini kwake wakiwa na simu 3. Kwa sauti ya utulivu akauliza, wanazitumiaje zote hizo na wanazibebaje? Haikuwa kejeli, haikuwa lawama. Ilikuwa sauti ya mtu aliyejiuliza, je, tunahitaji vitu vingapi ili kuishi? Ripoti zinaeleza kuwa hakutaka hata kuwa na akaunti binafsi ya benki, na kila alichopokea alikiona kama mali ya kanisa. Zawadi alizitoa, fedha alipeleka kwenye miradi. Maisha yake yalikuwa rahisi sana, si kwa sababu hakuweza kuwa na zaidi, bali kwa sababu hakutaka zaidi. Na huu ni uamuzi uliowaacha wengi wakishangaa. Alikataa hata kuzikwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Joseph. Badala yake alichagua kanisa dogo kule Pugu. Hakutafuta kumbukumbu ya marumaru, hakutafuta heshima ya kifahari. Alichagua utulivu. Katika zama hizi za mashindano ya mali, mitandao, hadhi na umaarufu, maisha yake yanatuuliza swali moja rahisi lakini zito. Hivi tunaweza kuishi bila kujifunga kwa vitu, lakini pia tunaweza kuwa wakubwa kwa kuchagua kuwa wadogo? Wengi wanasema taa yake bado inawaka kwa sababu aliishi kile alichokihubiri. Mimi ni Ngonise Kahise na hii ni simulizi ya maisha yasiyo ya kawaida ya kiongozi aliyechagua kuwa mdogo ili awe mkubwa zaidi katika utume wake. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli yetu ya Frost News Tanzania. Uwe nami wakati mwingine.